Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kupitia kitengo chake cha kupokonya silaha, kurejesha wapiganaji na kuunganisha familia umewarejesha nyumbani raia 34 wa Rwanda, wakiwemo wapiganaji wa zamani 15 wa FDLR na familia 19. Kulichambua hili moja kwa moja tunaungana na Ezai Katasi. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni, ni katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ezai Katasi, ujambo? Pengine nianze kwa swali ndogo tu. Umepokeaje taarifa hizi za kurudishwa nchini Rwanda raia 34 wa nchi hiyo, wakiwemo wapiganaji wa zamani 15 wa FDLR na familia 19? Umepokeaje taarifa hizi? Asante sana. Hiyo taarifa tumepokea na furaha. Kwanza, hiyo jambo ni nzuri sana. Tunafurahishwa na hiyo jambo, kwani kurejeshwa kwa hao watu Rwanda ni nia nzuri ambayo imeonekana. Ila kwetu hiyo sio result ambayo tunasubiri, kwani utakumbuka kwamba wakati hawa watu waliingia Kongo, waliingia kwa wingi na kumekuwa operation nyingi ambazo zimefanyika ili waweze wakarejeshwa. Hawa watu 34 ni wadogo kulingana na hiyo ambayo Rwanda imeshutumu kila siku kusema wanakuja kuwafuatilia hawa maafdila ambao wanafanya ndani ya Kongo. Na ukiona jinsi kitabu imefanyika, ndani ya hawa 34 kuna 15 ambao ni wanajeshi wa zamani. Na sisi kwetu tunasema MONUSCO imefanya ile ambayo ingeweza kufanya, na ni hiyo ambayo tulikuwa tukitarajia kwao kuwaona, kwani wakati wamekuja ni ili waweze wakasaidia raia kurejesha amani. Na kurejesha amani ni kurejesha wale ambao wanaleta ukosefu wa usalama kwao, na ni wale wa Rwanda ambao wanakaa ndani ya Kongo, kuwarudisha kwa usalama unafaa. Naam, hatua hii ina maana gani kwa usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha? Hatua hii ni hatua nzuri, kwani kupokonya silaha kwa wale ambao wanashikilia silaha kinyume na sheria ni jambo ambalo linaweza likaleta amani ndani ya nchi. Ila wakati wamepokonya silaha, sherti waweze wakafuatilia kujua kwamba wakati wanarudi kwa kweli watabaki ndani ya Rwanda, isije ikaonekana wakati wa CNDP wale ambao walikuwa wakitolewa kwenye msitu wanapeleka Rwanda, tena Rwanda inawachukua inawaweka kwenye CNDP, wanakuja tena kupatikana ndani ya Kongo wakiwa wapiganaji wa CNDP. Yaani isiwe mchezo ambao wanafanya MONUSCO huku inawapeleka Rwanda, tena Rwanda inawatoa inawaleta ndani ya Kongo kuwa wengine wa rebel. Itakuwa ni jambo ambalo halitatufurahisha. Ila na ile ambayo inakuwa sasa kinyume ya hiyo jambo ni wakati tunajua kwamba Rwanda inashutumu Kongo kuweka hao ambao wanaweza wakatatiza usalama wao, na wakati kumekuwa hao ambao wamekamatwa, wamepokonywa silaha na wamerudishwa, nadhani itawaletea tena akili nyingine ya kusema kwamba wana hiyo haki ya kuingia ndani ya Kongo ili waweze wakamaliza hawa watu, kuwaondoa na waweze wakawaweka kwao. Hiyo ndio kinyume kidogo ndani ya hiyo ambao wamefanya, lakini ni jambo nzuri wakati wanaweza wakaweka nguvu yao pamoja, waweze wakamaliza FDLR wote waishe ndani ya Kongo. Itakuwa ni jambo nzuri na itakuwa inaweza kuletea amani. Ila wasisimamie hapo, kwani kuna hao ambao ni jeshi la Rwanda wanaopatikana ndani ya M23, waweze wakafikia kiwango ya kuweza kubeba hata wale ambao wanapatikana ndani ya M23 wawarudishe Rwanda. Sisi kwa sisi kama Wakongomani nadhani hatuwezi tukashindwa kuelewana na kukubaliana ili amani idumu kwa siku nyingi. Tuangalie sasa hizi juhudi ambazo zimechukuliwa na kitengo hichi cha MONUSCO cha kupokonya silaha, kurejesha wapiganaji na kuunganisha familia, ambacho kinajulikana kwa kifupi kama DDRRS. Kwa mtazamo mpana, juhudi hizi zina mchango gani katika kuleta amani ya kudumu na kuimarisha uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda? Hii mpango inaleta yani ambayo tunaweza tukasema kwa kimombo confiance. Yani inaweza kuleta uhusiano bora kati ya nchi mbili, kuona kwamba kuna wale ambao wanatusaidia ili tuweze tukapata suluhisho
kwa hiyo shida ya hao Wanyarwanda ambao wanapatikana ndani ya Kongo. Wakati Rwanda inaweza ikaleta malalamiko, tutaweza tukakuwa na yale ya kusema kwamba kuwaonesha, mnaona kama MONUSCO inafanya juu chini ili iweze kupokonya hawa wanamgambo silaha na kuwarudisha huko Rwanda. Ila kwetu sisi ambao tunaweza tukasema Rwanda lazima ikubali kuongea na hawa watu, kwani wana silaha na sio wote ambao watakubali kupokonya silaha na kurudi Rwanda kwa urahisi. Kuna wengi ambao watakimbia ndani ya misitu na itakuwa ni tatizo kubwa. Wakati government ya Rwanda itakuwa haijakubali kuongea na hawa watu, itakuwa ni shida. Unajua hawa majeshi ambao wanapatikana ndani ya misitu ni majeshi, lakini hawa ambao ni makada wao wanapatikana ndani ya nchi za kigeni, na kule ambapo wanapatikana hatujua yale ambao wanafanya, yale ambao wanatayarisha na yale ambao wanatarajia kufanya. Na ndio maana maongezi kati ya Wanyarwanda nadhani inaweza kutusaidia sisi kama Wakongomani kupata amani inayodumu na kusaidia Wanyarwanda vile wakati utawala wa Kagame utakwisha, isiwe Kagame aondoke madarakani na nyuma yake aache mzigo ambao wale watakao mgomboa watakuja kushindwa kuitatua. Lazima waweze wakaongea, itakuwa ya muhimu sana, kwani wale ambao wanashakia hata wanaenda kwa MONUSCO wanashakia kurudi Rwanda kusudi wasiweze wakapata adhabu, watakuwa hawajafanya kitu kama hakuna maongezi. Ukiwa maongezi kutakuwa kusamehe makosa, kutakuwa kupana amnesty kwa wamoja, na hiyo inaweza ikaacha wote ambao wako ndani ya misitu waseme hapo sasa hewa ni nzuri Rwanda na wote wanaweza wakarudi. FDLR ni tishio kwa serikali ya Rwanda. Kwa mujibu wa serikali ya Rwanda yenyewe imewahi kudai hivyo siku nenda siku rudi, na hili limepelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika makubaliano yao ambao walisaini huko Washington nchini Marekani kuwepo na kipengele ambacho kinasema kwamba lazima wapokonywe silaha wote na warejeshwe nchini Rwanda. Na pengine tuanze kusema kwamba yameanzia hapo sasa ambayo tumeenda kuyashuhudia kurejeshwa nchini Rwanda kwa hao 34 wakiwemo 19 ambao ni askari wa kundi la FDLR. Pengine sasa swali linakuja, huu ndo mwanzo wa amani kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwangu mimi siwaze kama ni mwanzo ambao ni mwafaka wa urejesho wa amani ndani ya Kongo, kwani tatizo lingali hawa majeshi ya Rwanda wakingali ndani ya nchi, na hiyo ambayo imeongeleka huko Marekani ili waweze wakapokonywa silaha ni jambo zuri na ni jambo ambalo sisi kwetu tunalitazama na tunasema likiwezekana na likitendeka nadhani itakuwa ni mambo moja ambayo inaweza kurudisha amani. Ila cha kabambi ama cha muhimu ambacho wanaweza wakafanya ni MONUSCO kuweza kuongea na serikali ya Rwanda kuwaonesha kwamba hawa watu hata wanarudi, ikiwa serikali ya Rwanda haitaweza kuwatia ndani ya condition ambazo ziko nzuri, watakuwa wafanye kitu, siku moja tena wanaweza wakatoroka na wakakimbia na itakuwa tishio. Ila utakumbuka hata kwa leo wakati hawa watu wameingia ndani ya Kongo ilikuwa kwa mwaka 1994. Wengi wamezeeka, wengi hawana nguvu ya kupigana, wengi hawana hiyo nguvu ya kusema wanaweza wakakuwa tishio kubwa kwa Rwanda. Nadhani Rwanda ina vile mambo mengine mamoja ambayo inaweka nyuma ya hiyo kulalamika kusema kuna FDLR ambao wanakuwa ndani ya Kongo ambao ni tishio. Kuna mambo mengine ambao wanaleta nyuma ya hiyo jambo, na lazima wao waweze wakakaa kwa meza moja, kisi nimesema hapo mbeleni. Itaweza kutusaidia sana. Na kwa sisi kama Wakongomani nadhani ni muhimu kuunga mkono hiyo operation ili iweze ikawezekana, kwani ni sisi ndio ambao tunateseka kwa madhara ambayo inatokana na vita. Na hawa watu population ikakuwa inajua mahali ambapo wanakaa, sherti waweze wakaongea na MONUSCO kuwapa information hiyo ambayo itawasaidia waweze wakawafikia na waweze wakawaongelesha na waweze wakaona wawapi watakao rudi Rwanda, wawapi watakao baki, kwani mmoja wao akasema anabaki Kongo akiwa civilian, nadhani hataweza akakataliwa kubaki ndani ya Kongo, na hapo itakuwa ni jambo ambalo linaweza likatatua shida hiyo ya kulalamikiana ama shida ya ukosefu wa usalama kwa kiwango moja fulani.